Iran inaonekana hataki mazungumzo. Jana tulizungumza, tukao tunachambua mimi na rafiki zangu Godfrey Mengele pamoja na Chakupewa Souza, na moja swali ambalo niliwauliza nani hataki mazungumzo kati ya Marekani na Iran, sawa tukaweka uchambuzi wetu, ikaonekana Marekani sio mtu anataka mazungumzo. Lakini hivyo jana anatoa kauli, unajua tumepishana wenzetu kule kwa sisi usiku wao asubuhi. Tumepishana, anatoa kauli waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Anasema kwamba kinachoonekana kwao wao bwana Marco Rubio anasema ni Iran hawataki kabisa mazungumzo. Mbona kama wanatupiana mpira hivi vita ya Iran? Kwanza mazungumzo yote lazima yaweze kufanyika katika kuheshimiana. Mazungumzo kuna kufikia mwafaka huwa yafanyike kwa kulazimishana. Lazima kila upande uweze kuhakikisha kwamba unaweza kuheshimu upande mwingine. Hiyo ni principle ya mazungumzo. Mazungumzo haiwezekani taifa moja inakuja kulazimisha taifa lingine. Lakini la pili, tumeshuhudia kwa kipindi kirefu mazungumzo kati ya Marekani na Iran yamekuwa yakivunjika, au Iran imekuwa kishambuliwa katikati ya mazungumzo. Ilikuwa hivyo katika mazungumzo ya Omani, mazungumzo ya Geneva, mazungumzo ya Switzerland kwa mfano, walikuwa katikati ya mazungumzo na bado ukitazama Iran alishambuliwa. Kwa sasa hiki anachokisema Marco Rubio inawezekana ni kauli ambayo inazungumzwa katika muktadha mkubwa zaidi labda wa kulinda maslahi ya taifa lake. Lakini katika kipindi ambapo kauli hiyo inafanyika ni wakati huo ambapo tunafahamu kwamba maeneo ya kusini bado kumeendelea kutupiana maneno au mapigano kati ya Irani pamoja na Marekani. Na tumeshuhudia kwa mfano usiku wa jana ulikuwa usiku mgumu sana kwa nchi ya Iran. Waliweza vijiji vyao vingi maeneo ya kusini viliweza kushambuliwa sana, kizadi sana tukashuhudia Irani naye akiweza kupiga kambi mbalimbali za Jordan, Qatar, UAE, ameweza kulipua baadhi ya madaraja kwenye nchi ya Saudia. Lakini vile tumeshuhudia kwa mfano wa Houthi kule Yemen nao wameweza kulipua meli za Saudia katika mlango bahari wa Bab el-Mandeb. Lakini Trump amekuwa akisema kwamba anahitaji kuhakikisha kwamba Trump jana ametweet anasema kwamba kama Iran wataendelea kulipua meli basi ataanza kupiga miundombinu ya kiraia katika nchi ya Iran. Na anasema kwa sasa hivi wamemaliza mashambulizi yao ya 11 naita. Alafu muda wowote 12, yes. Muda wowote wanaweza wakaliamsha balaa jingine jipya kama Iran wataendelea kuwa watukutu. Sasa unaona kabisa kwamba kuna bado kuna mvutano. Wao wamefika Iran, lakini mekuepo pale. Uhalisia wa mambo uko vipi hasa panapokuepo na mitikisiko kama hii? Uhalisia wa mambo unaposikia haya mapigano mengi ni maeneo ya kusini. Ndio maana nimetaka kujua hiyo picha. Yani kusini ndo kuna vita kubwa. Of course pale Tehran kuna maeneo ambayo yalipigwa, yalishambuliwa, kwa mfano vyuo, taasisi kwa mfano za masuala ya afya yalishambuliwa, miundombinu kwa mfano ya mahakama ilishambuliwa. Lakini maeneo makubwa sana ambayo yamekuwa na mapigano, ukisikia mapigano maki ni maeneo ya kusini. Kwa ukisikia huko kunaitwa mlango bahari wa Hormuz, maki huko ni south huko ambapo kusini kabisa mwele Iran. Kwa hiyo nyinyi mnokaa upande huu mwingine nini unakuta maisha yanaendelea kama kawaida. Sasa kwa kauli ya jana ya Trump anasema sasa kama Iran akiendelea kulipua manake sasa ataanza kupiga maeneo sasa ya mjini. Kwa mjini kwa mfano ya Tehran ambao sasa ndio nyinyi mlikuwepo huku. Mjini kwa mfano ya Tehran, mjini kwa mfano ya Qom, Mashhad. Hii ni miji ambayo ukitazama kumekuwa kuna watu wengi zaidi. Sawa. Sasa mimi wakati unaenda kuchambua nitaka nirudi tena kwako wewe. Utachambua ile ya uchambuzi. Ulivyokuwa ndani ya Iran kwa mfano pale Mchungu. Vyombo vya habari vya pale huwa vinazungumza nini? Alafu pengine viongozi, so nyinyi mlikuwa mnatembea na nini? Labda zile fununu mnazosikia wananchi wako pande gani? Maana sisi huko sio tunaripotiwa tu. Kila mtu huwa anachagua upande wake. Tu wa kweli. Vyombo vya Ulaya vinachagua upande wake, vya sijui vya Asia vya wapi, kila mtu upande wake. Wewe ulikuwa unataka ile picha kidogo yani msikilizaji wetu na mtazamaji na kuona apate ile. Kwa viongozi wa pale ulivyokuwa unasikia fununu wanazungumza nini? Umeona Alafu ukiacha hivyo labda wananchi wa pale mmekaa nao, mmefanya mpaka mahojiano, wanaongea nini? Sasa kwanza wananchi wao wanasema wao wamevamiwa kwanza. Yani wao nchi yao imevamiwa, wao kuanzisha vita.
kiongozi wao wa nchi amefariki katikati ya mazungumzo. Kwa hiyo wao hii vita kwao wanajilinda. Yaani ndio mtazamo wa Iran. Kwamba sisi tunajilinda. Tunalinda uhuru wetu, tunalinda taifa letu na tunalinda eneo letu la kijiografia. Kwa hiyo wanasema kwamba wao wana haki ya kujilinda kwa sababu wao wafanyaje? Wamevamiwa. Yaani wanasema Iran kwani walimshambulia mtu? Iran hakumshambulia mtu. Iran Ayatollah Khamenei amefariki katikati ya mazungumzo. Kwa sasa wanachofanya sasa hivi Iran wao ni kujilinda. Lakini cha pili ni watu ambao wamekuwa wakisema kwamba wanataka kuondoa huo ushawishi wa Marekani katika eneo zima la West Asia. Kwa sasa hiyo sasa ndo namna ambavyo wananchi wa Iran wanavyosema. Lakini cha tatu ni kwamba ni watu ambao wapo sambamba na viongozi wao. Yani kwa sababu ule msiba ukiutazama umeweza kuunganisha taifa. Kwa hiyo sasa hivi kinachotokea ni kwamba wananchi wote wa Iran wanajisi kabisa kwamba adui yetu sasa hivi ni mmoja. Ukiacha vile kwamba kila taifa duniani lina matatizo, kuna changamoto za ajira, si uchumi, vikwazo, lakini kwa kuuliwa kiongozi wao katika mazungumzo, wao wanasema kwamba wamechokozwa na wapo tayari kulinda taifa lao. Kwa sasa hiyo ndio hali kwa kweli kwa wananchi. Kwa wananchi. Viongozi kile ambacho unazisikia pale za fununu na nini, pengine misimamo yao iko wapi? Yani wako kwenye kumaliza vita labda, au haya ambayo yamekuwa kiripotiwa yani ni ya kweli hivyo? Sasa msimamo wao unaongozwa na, kama nilivyosema mwanzo, unaongozwa na kuheshimiana. Yani wao hawataki kuingia kwenye mazungumzo wakiwa wanalazimishwa. Kwa sababu mazungumzo baina ya nchi ni mazungumzo yanaenda kulinda maslahi ya taifa. Kwa hiyo haiwezekani tunaingia kwenye mazungumzo pale ambapo wenzetu wanatulazimisha kutaka vile ambao wanataka wao. Hayo yanakuwa sio mazungumzo. Inakuwa ni kama ni kulazimishana. Kwa mazungumzo wao wanataka mazungumzo ya kuheshimiana, sio kulazimishana. Kwa namna ambavyo umefika pale Tehran, umetembelea maeneo mbalimbali kama hivyo fununu na nini, na wananchi ukaona hasira zao zile za live kabisa, unaiona wapi vita hii? Na kwa mtazamo wako sasa, nikikurudisha kwenye uchambuzi, unaona kimalizwa vipi hasa vita hii, kwa mazungumzo au kwa mapigano ambayo mpaka kuona mshindi sasa? Mimi nikitazama vita hii haiwezi kumalizwa. Kwa nini sasa? Kwa sababu ya utayari na uvumilivu wa nchi ya Iran. Lakini yani unaposema uvumilivu unamaanisha namaanisha yani viongozi wameshikilia msimamo ule kabla ya vita, wakati wa vita na baada ya vita. Kwa hiyo msimamo au malengo ya Iran hayajabadilika. Kwa katika upande wa pili vile vile malengo ya Marekani hayajabadilika. Kwa hiyo wanapoendelea kushikilia mlango bahari wa Hormuz, maana hiyo ni hasara kwa taifa la Marekani. Wanapoendelea kwa mfano kwa sababu vita sasa hivi ukitazama sasa imekuwa ikisambaa. Kwa sababu kumbuka vita sasa hivi ilipoingia wanapiga miundombinu ya kiraia. Unajua sheria za kimataifa zinataka mnapoingia vitani, piganeni ninyi, msipige maeneo ya kiraia. Kwa sababu nchi, kwanza nikwambie, Mashariki ya Kati wao wamekuwa wakitumia mifumo ambayo inaitwa desalination. Yani kuyachakata maji ya kwenye milima, baharini na kuyachakata kisayansi kuweza kuyatumia katika matumizi ya binadamu. Hiyo ndio katika nchi ya Iran, Bahrain, UAE, Saudia. Sasa kumbuka Marekani amepiga mfumo wa desalination katika maeneo ya kusini. Kwa ameenda kuathiri vijiji 16 havipati maji sasa. Na Iran nao wanapiga upande wa pili wa Saudia na UAE sio kule Jordan. Na wao wanasema kwamba tunawapiga hao kwa sababu hawa wanatumia maeneo yao kutupiga sisi. Kwa kama mbwai na iwe mbwai. Kwa sasa hivi nafikiri kama vita kiingia katika upande huo, market itakuwa ni uharibifu wa miundombinu ya kiraia. Na wenyewe wamesema sasa mzigo unahamia kwenye uraia. Kiboko bana, nimeona Trump anasema, kwa sababu amezungumza mengi wakati wa mahojiano yake hivyo jana, yuko tayari kuzungumza na Hezbollah ikiwa Lebanon watataka sasa kuzungumza. Kwa jiuliza, Hezbollah, Lebanon, Trump naye kwenda huko, yuko hapa mchungu, mfuatiliaji wetu haya mambo, ndio maana alisoma haya mambo. Unajua Trump alikutana na rais wa Lebanon, anaitwa Joseph Aoun. Na jana juzi alikuwa ni pale White House, kwenye ofisi ya overall pale Marekani. Wamezungumza vitu vingi, ikiwemo usitishaji wa mapigano kati ya Israel pamoja na Hezbollah.
Sasa Hezbollah, kumbuka kwa hiyo tuiweke sawa, Israel pamoja na vita ya Marekani na nini, yeye ana vita yake na wale jamaa Hezbollah baada ya mambo kuwa mengi. Sasa Hezbollah hawa wanaungwa mkono na Iran Yes, kama vile ambavyo Houthi au Hamas. Nakumbuka Hezbollah waliingia baada ya Israel kuanza vita huku na Iran, wao kaipokea kama vile ambavyo sasa hivi Houthi wameingia baada ya Marekani kuanza vita na Iran vile. Kwa sasa hoja msingi ni kwamba wanataka kuweza kumaliza vita katika eneo la Lebanon. Sasa unajua Trump naweza kusema kwamba hana nia njema, kwa sababu hatua zake huwezi kuona mwafaka. Kwa mfano anasema kwamba Israeli aache kupigana na Hezbollah. Hawa Hezbollah ukiangalia msimamo wao na waungwaji mkono kuhusu Iran, kwa sababu Hezbollah hawamsikiliza Marekani wa Israel. Hezbollah wanamsikiliza Iran. Okay. Umeelewa? Sasa kuna hii vita ukitazama, wa Hezbollah wanasema kwamba ardhi yao nyingi imemegwa. Okay. Kwa katika maeneo mengi ya kusini. Na wanataka Israeli waweze kuondoa vikosi vyao. Sasa unafahamu, na hizi nchi nyingi za Mashariki unajua zimeharibiwa kwa sababu ya vita. Sasa rais ameenda muonana na Trump kumtaka sasa aweze kuhakikisha kwamba anaweza kumshawishi Israel, kwa sababu Israel kwa kiasi kikubwa amekuwa na vita nyingi sana Mashariki ya Kati. Amekuwa na Lebanon, amekuwa na Syria, amekuwa na Iran kutazama, amekuwa na Houthi kule Yemen, kwa amekuwa na vita. Sasa hatua za Trump ukitazama na msimamo wa Hezbollah pamoja na Iran, kumbuka mazungumzo ya Geneva yanataka vita isimamishwe wakihusishwa na washirika wa kikanda. Okay. Yani ilikuwa ni mojawapo ya agreement kwamba tunasimamisha vita kati ya Irani pamoja na Marekani, lakini lazima tuweze kusimamisha vita dhidi ya Hezbollah kule Lebanon. Kwa sababu Hezbollah waliingia vitani baada ya Marekani kuingia vitani. Sasa hii na huo ndo mkakati ambao kutazama unaipa shida katika Mashariki ya Kati, kwa sababu ukiingia vita na Iran unaingia na makundi mengine yale ambayo wanafadhiliwa na Iran. Kwa sasa unakuwa Iran anakuwa anapigana, kwa mfano katika Bab el-Mandeb. Yeye yupo Bab el-Mandeb, lakini watu wake wanampigania kule. Yeye yuko zake kimya, katulia. Wanasikiliza amri yake yeye kule, anasema kitu gani. Akisema tunaendelea, basi shughuli inaendelea. Sasa Iran yupo huku West Asia, lakini kuna watu wanapiga kule Hezbollah. Sasa kwa mfano kama hiki ambacho kinaendelea Pakistan dhidi ya dhidi ya Yemen, Yemen, yes. Mimi nacho najiuliza, pengine ni matokeo ya hiki ambacho kimeanzishwa huku kwa Iran dhidi ya Marekani, yani Marekani dhidi ya Iran, wanachoendelea ndicho ambacho kinatokea kule, au wenyewe wana uchokonozi wao mwingine tofauti kabisa na hiki ambacho kinaendelea huko. Kwanza hawa Houthi nao wanaturufu kama ambao walikuwa nao Iran. Kumbuka Houthi wanamiliki mlango bahari Bab el-Mandeb. Saudi Arabia meli zake za mafuta nyingi zinapita Bab el-Mandeb. Na unafahamu Saudi Arabia na Marekani wana mkataba wa petrodora agreement mwaka 1973, lakini Saudi Arabia ni mshirika muhimu wa Marekani. Sasa jana wa Houthi, na kama hiyo haitoshi pia malizia hapo Saudi Arabia na Marekani wamekubaliana kuwa na ushirikiano na masharti ya nyuklia. Na katika hiyo kwanza kuna hoja hiyo ya Houthi kabla ya nyuklia, kwamba Saudi Arabia amekuwa akitumia mlango bahari Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb unapitisha 12% ya mafuta. Mlango bahari Hormuz unapitisha 20% ya mafuta. Sasa kumbuka kule kuna Iran ameufunga, afu kuna Houthi. Kwa hiyo meli yote ambayo itapita, na hii naposema Bab el-Mandeb ni bahari ya Sham inakutana na bahari ya Hindi. Kuna nchi ya Djibouti, Yemen pamoja na Eritrea na nchi ya Somaliland ambayo inataka kujitenga dhidi ya Somalia. Yes. Sasa ukitazama ni kwamba hawa Houthi wanasema paipiti meli yote mbwai. Kwa wanalipua meli, wanateka meli. Kwa jana huko Yemen sasa. Kwa jana wamelipua meli ya Saudi Arabia. Maana ni kwamba sasa ukianzisha vita Iran, umeanzisha vita na Yemen, umeanzisha vita na Hamas, umeanzisha vita na Hezbollah, umeanzisha vita na kule Syria. Umeelewa?
Sasa ndio maana sasa vita hii inakuwa ni vita ya kikanda. Sasa kuna hoja ya pili, Saudia kuingia ushirikiano na nchi ya Iran kwa sababu wanahisi kwamba kama Irani akiwa na nuclear kwa Marekani nao watakompa Saudia nini? Nuclear ili aweze kupambana ili kutengeneza balance of power. Kwa sababu kumbuka kama Irani akiwa na nuclear Mashariki ya Kati, hakuna mtu ambaye atakayemgusa. Kwa wanachokifanya tuweke balance kati ya Saudi Arabia pamoja na Iran. Lakini huo mpango kutazama ni umekosolewa na utawala wa Netanyahu. Unasema kwamba tukiwapa Marekani akiwapa mpango wa nuclear Saudia ni matishio dhidi ya usalama wetu. Kama vile ambavyo wiki mbili zilizopita Jenerali El-Sisi wa Misri amefungua kituo kikubwa sana duniani cha kijeshi. Ndio. Israeli anasema kwamba hii ni tishio la usalama. Kwa hiyo kutazama Israeli, kumbuka na wa Saudia wamesaini Abraham Accord. Okay. Mkataba wa kunormalize uhusiano kati ya Marekani, kati ya Israeli pamoja na nchi za Kiarabu. Lakini fikiria wamesaini mkataba lakini bado wanahisi wakipewa nuclear itakuwa tishio pia. Hawa si Waarabu, bado itakuwa Waarabu wale wale. Alafu sisi tunajua hawatupendi, hawataki sisi hapa tuwepo. Kwa hiyo kitazama na Israeli yani amwamini mtu yote bado yuko mashakani Israeli. Amwamini Misri ambaye ana mkataba wake muda mrefu tangu mwaka 1973. Kuna 79 kuna Cape David Accord. Ndio. Kwa sasa kwa kweli mpango wa nuclear wa Saudia na Marekani ni mpango wa kutengeneza balance of power dhidi ya kuipunguza nguvu Iran. Lakini inaleta hatari. Israeli sasa unaita hatari katika usalama wake. Nakumbuka mwaka huu wakati tunaingia